Naam, kutoka visiwani Zanzibar, Young Africans dhidi ya Al Ahly, mchezo ambao unapigwa hapo kesho majira ya saa 10 za jioni. Na hii leo vilabu vyote viwili vimefanya mazoezi ya mwisho kuhakikisha kwamba wanaangalia uwanja huu ambao watakaoenda kutumia hapo kesho. Na hii ni kwa mujibu wa kanuni, ni lazima siku moja kabla mchezo mkafanye mazoezi ili mchezo wa kesho kusio na changamoto kwa wachezaji. Lakini vilabu vyote vina uhitaji wa game hii kupata matokeo chanya. Young Africans wanahitaji alama 3 ili waendelee kujiweka katika nafasi nzuri ya kutinga hatua ya robo finali. Lakini pia Al Ahly wakifanikiwa kupata matokeo chanya, kwa maana kupata alama 3 muhimu dhidi ya Yanga hapo kesho, watakuwa washa qualify moja kwa moja kutinga hatua ya robo finali, kwa sababu mpaka wakati huo wana alama 7. Kwa hiyo wakipata alama 3 za kesho watakuwa na alama zao 10, ambapo watakuwa washafuzu moja kwa moja hatua ya robo finali. Lakini kwa Young Africans mpaka wakati huo na alama 4. Kwa hiyo wakipata 3 watakuwa wamefikia Al Ahly, watakuwa na alama 7, kitu ambacho kitawaweka kwenye nafasi nzuri ya kufuzu hatua ya makundi. Kumbuka, baada ya mchezo huu watakwenda nchini Morocco kwenda kukichafua na FAR Rabat. Kumbuka pale kuna mziki kweli kweli. Al Ahly cha kwamba alipata sare pale, lakini game ilikuwa tough kweli kweli. Kwa hiyo Young Africans wana uhitaji wa kupata alama 3 muhimu kwenye huu mchezo ili waendelee kujiweka salama kwenye kundi lao la CAF Champions League, ambalo kuna Al Ahly, kuna JS Kabylie na FAR Rabat nchini Morocco. Lakini Al Ahly story ambayo imekuwa gumzo kwa Al Ahly ni kuhusiana na kijana aliyewasumbua sana Yanga hapo wiki iliyopita pale Alexandria nchini Misri. Emam Ashuri hajafika na kikosi cha Al Ahly huku visiwani Zanzibar, kwa sababu ambazo zinasemekana ni kukosana na kocha wake mkuu. Kwa hiyo ameshindwa kumjumuisha kwenye kikosi ambacho kitacheza na Young Africans hapo kesho. Kwa hiyo kesho atakuwepo na hajasafiri kabisa na timu. Sababu zinasema kwamba kijana alimtukana kocha baada ya kutolewa kwenye mchezo wa ligi nchini Misri dakika ya 69. Kwa hiyo mwalimu alikasirika na kijana akapigwa faini ya milioni 80 za Kitanzania. Nikukumbushe mwanafamilia wa Mam Media, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu kwa urahisi zaidi.